Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, mpenzi mtazamaji wa K Media, karibu katika kipindi adhimu kabisa cha ulimwengu wa mashekhe. Katika safari yetu ya kupata historia na nasaha za mashekhe mbalimbali, leo hii tumefika kwa murabbi shekhe mlezi wa tariqatul Qadiria kutoka hapa Kijitonyama kwa Alimaua, Sheikh Hamdani Ibn Eid Al-Qadiri, na hapa ndo nyumbani kwake. Tupo katika eneo la zawia yake. Ni shekhe maarufu kwa kuwalea vijana, kuwachunga nafsi zao. Leo hii tupo hapa kukufaidisha wewe na sisi moja na mbili katika yale ambayo yanatoka kwenye kinywa chake, ili tuweze kufaidi, tuweze kustarehe, lakini pia tuweze kuzingatia katika safari yetu ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Sheikh Hamdan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, mpenzi mtazamaji, angependa kufahamu majina yako matatu na asili ya wewe kutoka ulipo mpaka umeingia katika mji wa Dar es Salaam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Allahumma ya man maqalidul mulku biyadihi. Ya Allah ya Allah ya. وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاه يا عليم يا فتاه تعالينا يا فتاه قريب. آمين. يا فتاه يا عليم. اللهم يا من مقاليد الأمور كله بيده. وإليه يرجع الأمر كله. آمين. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. يا فتاه يا عليم تعالينا فتاه قريب. يا سلام. يا فتاه يا عليم. اللهم يا من مقاليد الأمور كله بيده. يا سلام. وإليه يرجع الأمر كله. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح برحمتك يا رحمة صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. الحمد لله. Safari yangu ya kutoka huko nikotoka, baada ya kulelewa na wazazi, nikafanya safari kwa ruhusa yao kaelekea Kilosa, nikaishi huko miezi 6. Ikanipata shauku kuja katika jiji la Dar es Salaam kwa ajili ya kuomba Allah subhanahu anipe taufiki, nini kitatokea baada ya kufika kwa Dar es Salaam. Kwa hiyo natoka Kilosa kutoka kuja Dar es Salaam kwenye mwaka 71, 1971 almiladia. Ndio. Na kwa Dar es Salaam hapo ulipofika, sehemu yako ya kwanza kuishi, ulifikia wapi? Naam, baada ya kufika Dar es Salaam nifika kwa ndugu yangu, katika ndugu wa baba akaitwa Juma Shomari. Juma Shomari. Nikifanya kazi wizara ya habari, na yeye pia alimuoa ndugu yake dadangu mimi, akaitwa Mwana Aisha binti Idi Marungika, kwa sababu nilikuwa mpenzi wa darsa. Kufika tu muda mchache nikaingia darsa hapo jirani yetu Kinondoni kwa Sheikh Suleiman Muhunzi, alikuwa maarufu qari Qur'an na alimu wa mambo mbalimbali.
Alhamdulillah. Na mpenzi mtazamaji, bado tutaendelea kupata faida mbalimbali kutoka kwa Shekhe mlezi Sheikh Hamdani Ibn Eid. Kama anavyoeleza safari yake, ametoka Kilosa. Kilosa ni moja ya maeneo, moja ya wilaya ambazo ziko ndani ya mkoa wa Morogoro, lakini akapata shauku ya kuja Dar es Salaam. Na mara nyingi wanawachuoni wa wanaama ama Mungu anawahamisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kuhudumia sehemu ile. Na mara tu alipofika Dar es Salaam, sehemu ya kufika alifikia Kinondoni. Moja kwa moja nilitaka kumuuliza kuhusiana na elimu yake ya dini. Manake ni shekhe mwanachuoni mkubwa, ana fani mbalimbali, fani za balagha, mantiki, usulul fiqh, fani ya sheria, fani ya ahkamu tajwid. Hizi zote kasoma kwa mashekhe mbalimbali. Sasa alhamdulillah amedokeza, anasema kwamba alipofika tu shauku yake ilikuwa ni kusoma, na ameanza kusoma kwa Sheikh Suleiman Muhunzi. Bila shaka mtazamaji atakuwa na shauku ya kutaka kujua Sheikh Suleiman Muhunzi, umesema alikuwa ni mwanachuoni na elimu mbalimbali. Ulisoma fani gani hapo na kwa muda gani ulisoma? Kwanza tu akanianzisha ilmu ya hukumu na tajwid Hidayat Mustafid. Alhamdulillah, akawa kanifundisha hadi nikamaliza, pamoja na kwamba sikuwa qari, lakini ahkam sikuwa na mjinga nazo. Alhamdulillah. Halafu naanzisha tafsiri ya Qur'an kuanzia Bismillahirrahmanirrahim, sura al-Fatiha mpaka juzu ya pili Tabaraka. Hapo ndo nimeshia. Pia akanianzisha na zamani mashekhe wakaanzisha vitabu watu wa misingi, kitatu cha hadithi kidogo dogo na Hayatul Islam mpaka sasa nadhani kipo. Akaanzia na sira juzu ya kwanza na pili. Alhamdulillah. Juzu ya tatu hata kumaliza. Na kwa watu ambao wamepata kukufahamu, wanasema ulikuwa na sauti nzuri sana. Sasa kuna kitu gani kimekufanya usiwe qari na aliyekuwa hukumu unazijua? Na tunaona kuna makari wengi wana sauti lakini hukumu hawazijui. Sasa kama ulikuwa na kianzio, unajua hukumu, kitu gani kimekufanya sasa usiweze kuwa miongoni mwa wakari wa kipindi hicho? Kwa kweli labda niseme taufiki hakunipelekea hivyo, lakini sikuwa na ulevi sana wa hayo zaidi kutaka kujua maana. Ndio maana nimeboya sana katika fani mbalimbali, ikiwepo na nahau, ikiwepo fiqh, na alhamdulillah sina vingi lakini sidanganyiki. Alhamdulillah. Na unapoisoma Qur'ani, sisi watu tunazingatia sauti, tunaita bayati, rasti, tunasema sika, lakini kwa upande wenu nyinyi mashekhe mnakuwa sauti hayatoshelezi tu, mnaangalia zile ahkami, zile mududi zinavyotamkwa. Unaweza ukatupa sample ya japo kipande kidogo hapa na kitu gani tutastafidi kutoka katika aya hizo? Mashaallah. Katika Qur'an ina ajabu makubwa, kama hivyo kaida kila fani na maajabu yake. Maajabu ya fani ya hukumu ya Qur'an ya tajwidi, kwa upande wake kama hujapitia vyote utakosoma unaona sawa na hakuna makosa, lakini ukiingia kwenye fani hii utaona maajabu mengi kulikweli, ikiwepo hukumu za madda
ikiwepo hurufu alqalqala, ikiwepo ra'u muraqqaqu na ra'u mufakhamu. Duniani watu wengi hawajui ila qalila. Kwa hiyo inakuwa watu kusoma Qur'ani ipasavyo, inshallah, mpaka jitahidi sana katika hukumu. Halafu bayati na siqa na nini zenyewe zitakuja inshallah, na wakati huo itapendeza sana hukumu ikianza. Sana kuna ra'u muraqqaqu na ra'u mufakham, ina namna zake. Ra'u muraqqaqu na ra'u mufakhamu. Tasikia mtu anasema bismillahir rahmanir rahim, nire hakuna kosa hapo, lakini hii ni ra'u mufakhamu la bimuraqqaq na vitu vingine vingi. Kwa hiyo ninaposoma bismillahir rahmanir rahim ni ra'u nimetamka, lakini nimekosea katika fani ya tajwidi. Asio na fani hii hawezi kuamini atakuona wewe mkorofi. Unakosa gani? Kwa fasaha wake ni isomaje? Ra bismillahir rahmanir rahim ra. Bismillahir rahmanir rahim la. Na kuna jambo umelisema hapo, hurufu alqalqala. Kwa mtu ambaye hajasoma tajwidi, kwa sisi ambao tajwidi hatujasoma, ni herufi gani hizo na nini nifanye nikizikutana na harfu hizo? Ziko 5 na zinajumuisha katika neno khutbajad. Harfu hizo lazima unatakiwa uzisome kwa qalqala, usisome kama harfu zingine. Kuna qalqalati sughra wa qalqalatu al-kubra, na hizi hupatikana katika sukun. Qalqalati al-kubra ambapo inapatikana katika waqf al-kubra. Qalqalati al-sughra hupatikana fi al-wasl. Kwa hiyo kama huna fani hiyo, hizo huwezi kujua na huwezi kuziletea haki yake. Bila shaka mpenzi mtazamaji anastafidi, ana shauku ya kutaka kujua mfano wa qalqalatul kubra. Innaka hamidum majid. Innaka hamidum majid. Sadaqallahu al-azim. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban bika mpenzi mtazamaji wa K Media. Bado tunaendelea kuvuna kutoka kwa shekhe wetu, mlezi wetu, murabbi Sheikh Hamdani Ibn Eid. Hapa anaelezea elimu ambayo kaitoa kwa shekhe wake kutoka hapo Kinondoni. Wakazi wa Kinondoni bila shaka tutakuja mtatueleza Sheikh Suleiman Muhunzi alikuwa ni shekhe wa aina gani katika kipindi chetu hiki cha ulimwengu wa mashekhe. Na Sheikh Hamdani, baada ya kusoma kwa Sheikh Muhunzi, sehemu gani nyingine, shekhe gani mwingine alikusogeza katika elimu ya dini? Baada kusoma kwa Sheikh Suleiman Muhunzi, alimkajalia shekhe akawa amekwenda nje ya nchi, Malaysia huko akaishi. Kwa hiyo mimi nikahama Temeke. Kwa bahati nzuri nikakutana na Sheikh Juma Nyumba radhiallahu anhu, Allahumma nabii wa amin, katika tariqatul Qadiriyya, katika mashekhe na makhalifa wakubwa wa Sheikh Hassan Bakari. Kwa hiyo nikasoma kule fiqh, na yeye ndo kanifundisha elimu ya adabu, taalimu, kanifundisha vizuri. Alhamdulillah, sikuifahamu lakini sio mjinga sana. Baada ya hapo Sheikh
akanipa ruhusa kwamba ilikuwa haiwezekani tena kuishi Temeke. Nikaja tena Manzese huko nikaishi, na nitamtaka ruhusa ananichagulie wapi nikasome. Alhamdulillah, kanitajia Sheikh Pans ende nikasome kwake, lakini taufiki haikuniwezesha. Ghafla tu nikapata shauku kwenda kusoma tena, kuongeza elimu yangu markas kama miezi michache hivi. Lakini bahati nzuri nikakutana na Sheikh Uthman Kiloko radhiallahu anhu, alikuwa mwalimu katika walimu, akawa ananisomesha katika darasa za kwanza zile, lakini pia baada ya masomo ya kawaida huwa akawa anasomesha Mulhat al-Arab, sherehe Fathul Habab. Kwa hiyo hatimaye akasema huku acha bwana, twende tukasome. Kwa hiyo tukasoma ile elimu ya Fathul Habab mpaka tukaimaliza alhamdulillah. Nikaanza kufunguka nao hapo alhamdulillah, sijui lakini tukapata kumjua kwa makini fa'ilu na maf'ul, alhamdulillah, mambo mengi. Baada hapo Sheikh naye muda wake umekwisha, nikaenda kusoma kwa Sheikh Siraj bin Yasin huko Burahati. Lakini alhamdulillah yametokea tumeshazungumza huko nyuma kutafuta yote makadiri ya Mwenyezi Mungu, kutaka kulionyesha jambo anapotaka mwenyewe. Nikajikuta nimeingia kwa Sheikh Mahmud radhiallahu anhu kwa ajili ya kwenda kutumika. Nikatumwa na Sheikh wangu wa tariqa Sheikh Ramadhan bin Simba radhiallahu anhu, Allahumma nabihi wa bi'ulumi ya Rabbi. Sheikh Mahmudi yupi? Mahmud bin Abdullah Haji maarufu Kipengule. Mama yake Kipengule, kwa hiyo alikuwa na gari lake kakatwa Kipengule. Kwa hiyo watu wanamjua maarufu kwa Dar es Salaam kwamba Kipengule. Na katika mashekhe wakubwa wa Dar es Salaam, kama mashekhe wakubwa na walimu zake ni katika ndugu yake Sheikh Hassan bin Amir radhiallahu anhu, na pia akasafiri kusoma Madina na akarudi alhamdulillah. Na chuoni aliowahi kutunga vitabu ikiwepo Himyanu Zadi ila Bait al-Maad. Kadunga kitabu hicho kipo akiradi mabwana wanaosema swala ya msikitini wanawake haifai. Kwa kitu hicho alhamdulillah kimepunguza mizozo mingi. Hiyo jambo Sheikh Mahmudi ndio ametunga hicho. Naam. Alhamdulillah. Bait al-Maad. Alhamdulillah. Na maana yake mashekhe kununua kitabu wanakuwa neno himiano lina wasumbua kweli kweli. Basi akamtaka ajue nini maana. Akasema hii ni mkoba wa zawali kupelekea yaumal maad, himianu zadi ila Bait. Katika kitabu hiki kipo mpaka leo na kimezima mizozo ya jambo hili sehemu kubwa sana. Alhamdulillah. Na kwa hiyo umesoma baada ya kumaliza kwa Sheikh Mahmud Abdullah Kipengule. Baada ya hapo muda akawa shekhe hajiwezi tena, hajimudu. Na mimi nilikuwa na shauku kuendelea kusoma, lakini kila kufikiria kwenda kusoma mimi mwenyewe nafsi ilikuwa inakataa, kwa sababu Sheikh Muhammad kwa kawaida mwanachuoni mkubwa anakuwa na hapendwi na wanachuoni wenzie kibinadamu illa ma rahma rabbi. Kwa hiyo kaona popote nikaenda kusoma yuko mtu atamsema shekhe, akimsema shekhe mimi nikinyamaza kimya, nimeshiriki kumsema shekhe wangu, nikigombana naye kwa sababu baraka ya shekhe yule, basi nikaemewa. Lakini shauku ilikuwa inajia
nikasoma kwa Sheikh Abdul Qadir ibn Abdurrahman Junaidi radhiallahu anhu, lakini ghafla tu karama za mabwana, iko siku natoka kwa Sheikh Mahmud, Sheikh kanchukua moja kwa moja mpaka tukafika nyumbani kwake Sheikh. Lakini mtu wako Sheikh gani? Sheikh Haji Ramadhan Simba, Sheikh wako wa tariqa. Kufika pale bila kuagana naye, kanambia nimemleta huyu kijana wetu mwalimu katika tariqa yetu, kwa nimemleta aje asome. Basi Sheikh akasita sana mpaka mwaka Shaabani kabla ya Ramadhani. Sasa kalipokea rasmi, sasa huyu bwana mwache asome. Basi sikaanza kusoma Muqaddimat al-Hadrami. Alhamdulillah, muda haukuwa mrefu, na baadhi ya mambo mengine Sheikh umri wake umekwisha, karejea ila rafiq al-a'la radhiallahu ta'ala anhu. Allah mfana bihim ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Na mpenzi mtazamaji, tunaenda katika sehemu ya pili, na kabla hatujafika huko, mwalimu wako wa mwisho kukusomesha? Naam, baada ya hapo kawa bado na hamu ya kusoma, lakini nikaona hainielekei wapi nikasome. Nikamwomba ruhusa Sheikh hapa. Sasa nikamuuliza Sheikh Ali Habib Ali Kombo, nasikia Sheikh mkubwa anafaa Sheikh nikamsome? Kanambia naam, hapana shaka, kamsome. Kanifanyia Fatiha. Basi alhamdulillah nikafika kwa Sheikh Ali Habib Kombo, akanipokea kwa vizuri, kwa mapenzi makubwa. Katika maajabu yake, watu ndio watu, hawakupenda mapenzi yake kwangu ile mkibinadamu. Mungu tu, hata mimi pengine ningekuwa hivyo. Kama sikuwa hivyo, basi nishukuru Mungu, si hodari wangu. Kwa hiyo alitanguliza katika mambo mengi sana, na wanasihi ndugu zangu waache chuki, ili akaondoka washirikiane pamoja ili tunyanyue madrasa ile. Lakini hakusikiliza Shekhe mpaka alhamdulillah. Lakini nachoshukuru, alikuwa amesema kwa mara mwisho kabisa, baada ya kusoma kitabu kinaitwa Jawhar al-Maknun, Jawhar al-Maknun cha fani ya balagha amba alianzia Sheikh Mahmud, lakini kutokana na umri wake na kitabu kigumu kweli, basi nikaenda kumalizia kule alhamdulillah. Baada ya wakanono somesha tena ikhasa Munhat al-Mughith fani ya mustalah al-hadith, ambayo ina maajabu, kitabu kidogo. Basi mwisho tulipomaliza, Sheikh akalia alipoona masharti ya kusomesha hadithi, inatakiwa mtu vae kilemba, upajipambe nani. Akalia akasema, wallahi namuomba Mwenyezi Mungu ampe baraka huyu bwana, na kwa mshukuru pia kwa kuletea vijana, kwa kuletea vitabu tunajifunza mambo. Akalia hasa. Basi akafanya Fatiha na kanipa ruhusa nikasomesha kile kitabu na vile vyote ambavyo amesomesha. Sheikh Habib Ali Kombo ndio mwalimu wako wa mwisho kusomesha. Tumeona hapa kila unapokuwa unataka kwenda kusoma, unataka ruhusa kwa shekhe. Naam. Maana hapa kuna mashekhe wawili. Kuna shekhe katika elimu, alafu kuna shekhe katika tarbia, murabbi, ambaye anakulea. Naam, ndio silsila yako sasa hii ya malezi ndio imeanzia wapi? Naam, alhamdulillah rabbil alamin.
Silsila yangu ya malezi, ijaza nimepewa na Sheikh Sini ibn Juma radhiallahu anhu nikiwa bado na miaka 4 kama sikosei. Sijui kichoendelea, lakini Sheikh siku hiyo akatoa wito kwamba mie niende msikitini nikapa ijaza. Sasa sikujua baba alimuomba hilo au azma yake mwenyewe Sheikh. Basi tukaenda kule, mtoto nilikuwa peke yangu. Akanipa ijazi mbele ya baba mzazi na khalifa wa kijiji hiki akiitwa Said Musaid Kinyagoli rahmatullah alayhi. Basi baada ya hapo nikaishi katika tarika kwa mkono wa Sheikh Hassan Allah. Hatimaye Sheikh kuondoka, mimi nikia huko Dar es Salaam, kamwachia wasia kushika makamu Sheikh Ismail bin Kondo radhiallahu anhu. Basi lakini bado nikirudi nyumbani wanakwenda mpaka kwa Sheikh. Sheikh alhamdulillah kwa mpenzi yake aliniwasia mambo mawili, na mimi natoa mambo haya zawadi kwa wenzangu inshallah. Amen. Akasema Hamdani, nakuhusia vitu viwili, na hii baada ya kumpelekea futari mwezi wa Ramadhani. Mimi na mwalimu wangu wa msingi akiitwa Mustafa Rajab akaniuliza, kamuuliza huyu nani? Kasema ni mtoto mzee Idi Magodeka, alikuwa shawishi za maisha. Akafurahi sana. Basi kasema mwanangu, nakupa mambo mawili duniani, acha mambo mawili, ukiomba dua Mwenyezi Mungu atakujibu. Acha pombe, acha zina. Pombe na zina. Basi alhamdulillah katika hilo na matunda ya wasia wake nauona toka maana na misukosuko ya dunia kama anavyoona wanadamu mikubwa haikadiriki. Lakini la kwa rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, baraka ya wasia wake naamini ndio kunanifanya nafauluka hayo yote. Basi inshallah anatoa zawadi kwa wenzangu wamsikilize mzee huyu juu ya hili inshallah. Na mpenzi mtazamaji, pamoja na faida mbalimbali za shekhe ambaye anazitoa hapa, amehusiwa na shekhe wake ambaye alitangulizwa na wazee wake kwamba katika dunia, ili kupata kufaulu katika dunia, lazima mtu aache vitu viwili, pombe na zina. Na tunaona kabisa katika athari ya dunia, sisi vijana wengi umri wao na katika chanzo cha matatizo mbalimbali, jamii inaharibika, lakini vyanzo vikuu ni pombe na zina. Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kukamata usia huu na iwe sababu ya sisi kufika pale ambapo amefika Sheikh Hamdan. Naam, mwisho silsila yako inaishia wapi? Baada ya kuondoka Sheikh Ismail radhiallahu anhu, sasa mimi niko Dar es Salaam. Akaachia makamu Sheikh Haji Ramadhan Simba. Ndio. Yamepita iliyopita, lakini alhamdulillah taufiki. Ndio. Sasa kuja hapa ndio hasa kanilea, kwa sababu sasa ninakuwa na akili zangu. Ndio. Naweza kusikiliza na nyiradi. Ndio. Mpaka alhamdulillah akanifikia mahali kama kunipa nyama ya tarika, akanipa khalifa, mwisho akanipa kutubu kwamba ni msimamizi mkuu. Kutubu ni msimamizi mkuu wa mambo yote ya tarika na mratibu mkuu. Akaondoka dunia naye kuacha kufanya yake, misukosuko ikawa mikubwa juu ya hilo. Alhamdulillah, Allahu aalam. Alhamdulillah. Naam, watu wanataka kujua, tunataka kwenda mbele kidogo, lakini turudi nyuma. Una jumla ya ukiachana na muridi wako, una jumla watoto wangapi?
ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia? Na jumla ya watoto 47. 47. Naam. Sheikh Hamdani ana jumla ya watoto 47, Mchanganyiko wa kike na wa kiume. wa kike na kiume, jumla ana watoto 47. Na maruhum na walio hai. Maruhumu na waliokuwa hai jumla anafika 47. Kawajumlisha maruhumu kwa sababu kitendo cha mtoto kufariki haina maana ndio sio mwanao tena. Kwa hiyo ni mashekha wa kitwarika mambo yao wanafanya kiakida zaidi. Mtoto akifariki haina maana kapoteza haki ya kuwa mwanao. Kwa hiyo maruhumu na waliokuwa kawaida, waliokuwa hai jumla wana watoto 47. Hao watoto 47 kwa mama mmoja ama kwa mama wane tofauti. Alhamdulillah. Ana watoto 47 lakini kwa mama wanne tofauti. Sheikh Hamdani, alhamdulillah, umekuwa mashuhuri wewe katika kuimba, kudhikirisha abiati mbalimbali za Sheikh Uwaisu radhiallahu anhu. Na watu wengi wanakujua wewe ni munshidu wa tariqa. Ulikuwa ukiimbisha wakati wa Sheikh Ramadhani na mashekhe wengi akiwemo Sheikh Mahmud. Historia inasema sababu ya kukupenda alikuwa anakusikia ukiimba katika mahfali mbalimbali. Sasa mpenzi mtazamaji angetaka kujua baadhi ya tuimbie katika beti za Sheikh Uwaisu, kasida ambayo inakupa nishati sana na inawapa nishati watu wengi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inshallah. Qasaida nyingi sana. Lakini unaweza kutoa moja tu. Sawa. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. باب الله أحمد بهجة السنة عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. ترى تربة النبي رؤية له عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. ثابت بدين الله وهو قائم عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. يا سلام. جميل وجه منير ضحوة أضاء عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. حامل حوى الفقراء محبط الوحي عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. خاتم الرسالة بين كتفيه عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. دانيا ترانيا عاشقا له عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. ذاق من هوى به سلم لا يروي عليه. صلوات الله صلى الله عليه. رؤوف بر كريم غاية فضل عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. زاد حسنه على أنبياء كل عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. يا الله يا الله يا الله. الحمد لله. وختمت نظمها فأحجبها عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. قم وبادر المدد واصب عاشقا عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. من أتاك قائلا النبي صلوا عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. واصب له هنا وشفاعة عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وختمت نظمها فاح شفوها عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. والصلاة دائما على المصطفى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال آله والصحابة عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. صلوات الله عليه. صلوات الله
Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli wa sallim. Kumbe katika miongoni mwa maneno ya Sheikh Uwais ni an-nabii sallu alayhi salawatullahi alayhi. Shukran sana Sheikh Hamdan ibn Eid al-Qadiri. Mungu akurehemu, Mungu akubariki, Mungu aimarishe afya yako. Na kwa kumalizia, una wanafunzi wengi sana. Na muda mwingi umesomesha. Ndio, unaweza ukakadiria wanafunzi wale wasomesha wanafika wangapi? Wanafunzi wasomesha, manake maisha yangu yote kuja hapa Dar es Salaam kazi ya kusoma na kusomesha. Basi nimekuwa wanafunzi wengi sana. Lakini idadi yake siwezi kujua. Maana wengine masomesha wamekuwa wakubwa, wanafungua madrasa zao, mimi sina habari. Lakini naambiwa tunaona watu sisi tumesoma kwa Sheikh Hamdani. Kwa hiyo inashindwa kuwadhibiti. Naam, Sheikh Hamdani ana wanafunzi wengi sana. Kwa Dar es Salaam hapa watu wengi sana wamesoma, kila anapohamia anakuwa na kundi kubwa la watu. Na tunaelekea kufunga kipindi chetu kwa mara ya kwanza hii, na tutaendelea mara kadhaa kupata interview na Sheikh Hamdani na mashekhe wengine katika mji wa Dar es Salaam na miji mingine ndani ya Tanzania. Tunamuomba Sheikh Hamdani, unamwambia nini mtazamaji, unamuhusia nini mtazamaji katika kuijenga akhira yake? Nini afanye ile ijenge akhira yake? Inshallah. Alhamdulillah. Nasaha yangu labda ni nyuma kidogo kwa ruhusa yenu. Inshallah. Wakati nikimwona shekhe wangu Sheikh Ali Habib Ali Kombo, hali yake nasiha yake haikuwa nzuri. Tukawa wawili yetu, nikamtaka anihusie. Ndio. Akasema mimi ninachokuhusia Hamdani hakuna ila kile alichosema na Mtume Sallallahu alaihi wasallam. Kama alikuwa anajua mimi nataka kwamba moyo wangu unanungunika kuhusu fitna zinazoniganda, hata wakati wa kwenda kusoma nitaka kumwambia shekhe nataka unisomeshe siri kwa sababu nina fitna sana, lakini ilham imenikataza kabisa. Nimejikuta imekuwa hivyo kubwa. Sasa kama kajua, akaniambia Hamdani usio wangu ni ule bwana Mtume, lao anakutana watu dunia yote viliomo kutaka kukuneemesha, basi hawataweza ila mwenye Allah subhanahu. Na kama watakutana mbingu 7 na ardhi 7 na vilivyomo kutaka kukondolea jambo Mwenyezi Mungu akakupa, hawataweza ila yeye Allah subhanahu. Wasia akanipa huo, alinifariji sana juu ya hilo. Na mimi wasia natoa kwa wangu ndugu zangu wenye kunisikiliza ni wasia wa Sheikh Said Abdul Qadir sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na mwanawe Sheikh Abdul Razak na Sheikh Abdul Wahab kwamba madha a'mal ba'daka ya baba, walikuwa wanatikisa dunia, hakuna mtu wa kufanya foko, tarika yako imeimarika kabisa, sasa unaondoka, madha a'mal ba'daka ya abahu. Jibu Sheikh alayka bitaqwallah, yote hayo utafaulu kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni nini maana yake? Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni ile kauli ya Sheikh Said Abdul Qadir na dua yake aliyoomba kwamba Allahumma
اللهم اللهم جميع عيوبنا فصل اللهم اللهم بصر عيوبنا ننظر عيوبنا ولا تكلنا اللهم تعالى إن عالم بجميع عيوبنا فصلها وأنت عالم بجميع ذنوبنا فقلها وأنت عالم بجميع حوائجنا فقلها هب حتى لا ترانا من حيث نهيتنا حتى لا ترانا من حيث أمرتنا حتى لا ترانا من حيث نهيتنا ndio usituone kabisa utupe kinga kwa uwezo wako Allah usituone mahala usipotukataza hapa katika haramu msiingie basi tusiguse pale ya salam sisi hatuwezi lakini Allah subhanahu wa ta'ala unaweza wala tufudana min hasam wala usitukose mahala utupoamrisha adhuhuri imefika unatakiwa moyo wapi wakati wa dhuhuri basi utukute tupo hapo ya salam mawili haya ndio cha Mungu basi عليك بتقوى الله بتقوى الله kwa ucha Mungu kila kitu kimo humo salama iko humo khairi humo nguvu iko humo Allahumma jannu ya rab amin asante usia wangu kwa wenzangu ni huu ahlan wa sahlan wa marhaban bika karibu mpenzi mtazamaji usia wa Sheikh Hamdani anatuhusia sisi kuwa wacha Mungu ndio usia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio usia wa waja wema wengi wanatuhusia kuwa wacha Mungu na akatusaidia nini maana ya ucha Mungu maana yake inaweza katokea kwenye jamii mtu akawa yeye jeuri akasema mimi namuogopa Mungu tusimwogope mtu yoyote sasa nini maana ya ucha Mungu ameeleza hapa an la yaraka Allahu min haythu nahaka Mungu asikuone katika sehemu aliyokukataza wala yaftaqidaka min haythu amaraka wala Mungu asikukose katika sehemu amekutaka uwepo huo ndio ucha Mungu kwa hiyo kuwajeulia watu ukasema unamuogopa Mungu waogopi watu wewe sio mcha Mungu wewe muongo tu basi tunafunga kipindi chetu kwa dua tunaomba Sheikh Hamdani katika watu ambao Mungu hapa kabuli ya dua basi atuombee sisi akuombee mtazamaji aiombee media yetu hii ya Kai Media Allah ipe taufiki ifike mbali zaidi kwa baraka zake na kwa baraka za mabwana ambao wamemsomesha na wamemlea naam Sheikh Hamdani tufanyie dua kwa ajili ya mtazamaji na sisi wote alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin amin alhamdulillah rabbil alamin amin wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا سلام وهب لنا ريحا طيبة كما فيها صلى علينا من خزن ومن محمد اللهم صل امورنا والسلامة في الدنيا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في وطننا ست العشر وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا قدر والله من ورائهم محمد والقرآن فالله خير حافظا فالله خير اللهم نسأل اللهم تحملنا وانظرنا حب معرفة سؤالنا بسم وجعل أنسنا بك وشوقنا إليك وخوفنا منك حتى لا نخشى ولا نعطى سواك اللهم مدفن عند معدائك والقيال إليك والحب فيك والقرب منك والأدب معك وأنت نور السماوات عز جارك وجل ثناؤك وتقدس أسماؤك وعظم شأنك ولا إله غيرك سلمنا وسلم لنا واكمل إيماننا وتمنه وجهنا بكلياتنا إليه ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا أقل من ذلك
وشوقنا إليك وأن نقول قاضي يقطع وقربنا إذا وقربنا إذا منا وعلمنا إذا جهلنا وفهمنا إذا علمتنا يا أول يا آخر. سبحان ربك رب العزة وسلام على رب العالمين. صلى الله يا رسول الله.